Na lengo letu sisi sio wewe mwenyekiti kuwa mbunge, wala sio katibu kuwa sijui diwani, wala sijui wamama kwa viti maalum. Chauma, nguvu ya ukombozi. Ndio maana yake. Kwa majina naitwa Salum Mwalimu, ni katibu mkuu wa chama. Nitakuwa na mambo manne kwa haraka sana. Jambo la kwanza, kuwashukuru sana familia iliyotusaidia ya katibu wetu wa mkoa iliyotuchangia ofisi hii. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa dhati kabisa. Makao makuu itatambua, itaheshimu na itauthamini sana mchango huu. Kwa sababu kwa mazingira ya hapa, nyumba hii mngeamua kuifanya biashara, mngevuna kweli kweli. Lakini kuamua kuitoa kwa ajili ya chama, tutakuwa ni watu kwa kweli wahovyo na waajabu tusipo rekodi mchango wenu huu. Ninawashukuru sana, Mungu awabariki. Lakini hilo kwenye eneo la kwanza sasa, kwa viongozi wa mkoa, bahati nzuri katibu ndio umeichangia, lakini mwenyekiti wa mkoa na safu yako ya viongozi, jengo tumepewa hili. Tumeliona leo likiwa safi. Jengo hili lisitokee likawa chafu, mwenyekiti wa mkoa. Na tusikae tukasema sasa atupe jengo kwa sababu ni la kwake tena alitunze. Huo utakuwa sio ungwana na sio staarabu, na mimi sitokuwa tayari kuridhia. Kwa jengo hili kama tulivyoliona leo, nitakapokuja siku yoyote au atakapokuja mtu mwingine wakati wowote, likionekana limechakaa, ukweli ni kwamba mwenyekiti wa mkoa utakuwa hujatimiza wajibu wako na safu yako nzima ya viongozi. Kwa jengo hilo litunzwe. Lakini linaloendana na hilo kwenye ofisi, makamu amezungumza vizuri sana. Chama cha siasa kinapokuwa na ofisi ni uenezi tosha, kwamba watu wakipita wanaona kumbe Chauma, kumbe ipo. Kumbe Chauma ipo. Au mwingine atapita atauliza Chauma ni nini, ataambiwa chama cha siasa. Ni uenezi namba moja. Unapokuwa na sare za chama, unapokuwa na miundombinu ya chama kama hii, ni uenezi namba moja. Lakini uenezi huo hautokuwa na tija kama jengo hili litakuwa kila siku limefungwa. Makamu amenisaidia vizuri, maana nilitaka niliseme hilo. Lisiiwe jengo la mapambo. Jengo lifunguliwe, liwe ni kituo cha mapambano ya kuieneza Chauma kwenye mitaa yote, kwenye kata zote, kwenye majimbo yote ya mkoa wa Mara. Kiwe ni kitovu cha mapambano. Na mtaweza hivyo kufanikisha hilo iwapo tu kwanza ofisi itawekewa utaratibu wa kuwepo mtu angalau kila siku masaa 3-4. Kwamba bane leo anakaa fulani labda saa 3 mpaka saa 6 au saa 7 ofisi basi angalau inafungwa. Wananchi angalau wazoee basi, kama tuwezi kuifungua kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini wananchi wazoee kwamba kuanzia saa 3 mpaka saa 7 ofisi inakuwa wazi. Inawezekana leo ikawa ni zamu ya mwenyekiti, kesho ikawa zamu ya kiongozi wa vijana, kesho kutwa ikawa kiongozi wa kina mama, kesho kutwa akawa katibu, siku nyingine. Yani mnaweka utaratibu kiasi ambacho ofisi inakuwa inafunguliwa na vikao vinafanyika. Mna eneo zuri kama hili. Nitashangaa eti kwamba sasa mwenyekiti huitishi vikao. Chama cha siasa ni vikao. Vikao vinaepusha migogoro, kwa sababu maamuzi yakishakufanywa kwenye kikao, wewe ukiyapinga unayapinga kwa matakwa yako, lakini sisi tumefuata katiba, tumekaa kikao, tumeamua. Vikao vinajenga mahusiano ya viongozi. Umeelewa? Kwamba mnapokutana mnaweza leo mkakutana mkachukiana, mkachukiana, lakini itafika mahali sasa chuki zitaisha, mtaanza kuheshimiana. Kwa vikao vinajenga mahusiano ya viongozi kwa viongozi. Lakini vikao ndio vinakifanya chama kiwe active, kiwe function, kiwe operational, kwa sababu mkikaa mtajadili kwamba jamani, hebu tuendeni tukafanye ziara jimbo la Rorya. Kwa mtafanya utaratibu, mtakwenda Rorya. Mtasema tumerudi tukafanye ziara sasa jimbo la Mwibara, mtakwenda Mwibara, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo majimbo 10 ya huu mkoa, kuanzia jimbo la Msoma mjini, Tarime mjini, Tarime vijijini, Serengeti, Mwibara, Rorya, Bunda mjini, Bunda vijijini, Musoma vijijini, majimbo haya tunaamini kabisa sasa kituo chake cha kufanyia kazi ni mkoa huu. Kwa hiyo mwenyekiti, hilo ni la kwanza. Jambo la pili, nitumie pia nafasi hii kuwataka viongozi mtambue kwamba chama sasa ni kimoja. Nendeni mkaunganishe wapya na wageni, tuwe kitu hiki
kimoja. Msianze kuoneana wivu, wala msianze kugombana, wala msianze kufanya tamaa, wala no. Tukubaliane tu kwamba sasa chama chetu ni kimoja. Na kikishakuwa kimoja ndipo tunapoweza kufikia malengo yetu mapana tuliyojiwekea. Na lengo letu sisi sio wewe mwenyekiti kuwa mbunge, wala sio katibu kuwa sijui diwani, wala sijui wamama kwa viti maalum. Lengo letu ni kushika dola. Tuianzie kwenye kata tushinde. Tuje kwenye majimbo yote ya mkoa Mara 9-10 tushinde. Twende kwenye kata zote tushinde. Ndio lengo letu. Kwa tusianze kunyang'anyana vijiti, tusianze kunyang'anyana nafasi, tusianze kuoneana wivu, tusianze kwamba hawa ni wageni, sisi tulikuwepo hapa siku nyingi, aliyekuwepo siku nyingi na aliyekuja hivi leo, wote tuwe kitu kimoja, tushikamane, tutengeneze mikakati ya kufikia malengo yetu ambayo ni ya kushika dola. Hatuna malengo mengine. Na linaloendana na hilo naomba hili nizungumze kwa nafasi yangu ya katibu mkuu. Mimi bahati mbaya sana huwa siamini katika mtu kushika madaraka asiyofanyia kazi. Huwa siamini. Yaani siamini kabisa. Kwa hiyo mtu aseme leo sijui nimepewa mimi ni kiongozi wa wanawake, ndio mimi kiongozi wa wanawake. Kesho mimi ndio kiongozi wa mkoa, basi mimi naomba niweke wazi kabisa mbele ya mwenyekiti, na hilo nimepanga nije nilizungumze kwenye kamati kuu. Kama tunakubaliana kazi, lazima tufanye kazi. Anayetaka kukaa na cheo tutamweka pembeni. Kazi ni kubwa. Kwa hiyo viongozi wote mliopo, wale mlioziba mapengo na wale ambao waliokuwepo wanaendelea, tujue kipimo chetu ni maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu. Hatuna wagombea ubunge, mwenyekiti tutakuondoa, katibu tutakuondoa. Hatuna wagombea udiwani, kiongozi wa majimbo tutakuondoa. Hatuna viongozi wa mtaa huko tutakapofika, viongozi wa kata tutawaondoa. Kila mmoja atatembea kwa malengo yake. Performance yetu itakuwa ni na hata mimi mje watu wakubwa mkija kwenye kamati kuu, chama hiki tusikipokiandaa vizuri kwenye uchaguzi na mimi sifai, niondoeni. Kwa mimi kama sijaondolewa, mimi nitahakikisha huku chini kila mmoja anafanya kazi yake ya kukifanikisha chama kifike malengo. Kwa kipengele namba 1, mwenyekiti wa mkoa, tunahitaji wagombea wa ubunge. Na hii naomba nitoe kwa nchi nzima. Mkurugenzi wa uchaguzi hayupo hapa, lakini at least mkurugenzi wa mawasiliano yupo. Tukifika Dar es Salaam tutaandaa waraka na tutaandaa utaratibu wa maelekezo, kutoa maelekezo ya uchaguzi. Lakini kwa kuwa niko hapa, nitumie jukwaa hili kwamba nendeni mkaanze kutafuta wagombea wa ubunge. Mwenyekiti, tuletee wagombea wa ubunge wanaouzika. Sio wagombea wa ubunge limradi tu wa kukaa kupeperusha bendera. Usipotuletea wagombea wa ubunge, kabla hatujafika muda wa kuchukua fomu, tutakuondoa, tumweke mtu ambaye tunajua atakimbizana atupatie wagombea wa ubunge. Nendeni mkatutafutie wagombea wa udiwani. Maana yake ni nini? Sio wewe kushuka peke yako. Wewe kama ambavyo mimi nitakubana wewe wa mkoa, na wewe wabane wenzako wa wilaya na majimbo, sasa wafanye kazi. Tunahitaji wagombea ubunge wagombea wa ubunge, tunahitaji na wagombea wa udiwani. Kila kiongozi, awe wa mkoa, awe wa taifa, awe wa wilaya, awe wa jimbo, kuanzia sasa mpaka kufikia mwezi wa 7, kipimo chake amekiandaa vipi chama kwenda kushiriki uchaguzi mkuu. Kujakiandaa chama, tutachukua hatua za dharura za haraka iwezekanavyo tuweze kupata watu wengine wataka kusaidia kukaa na chama.